Michezo ya Brookside ya shule za upili imeingia siku yake ya 3 hii leo katika kaunti ya Mombasa, ambapo kwa sasa mashindano ya riadha yanaendelea katika uwanja wa chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu. Sasa tuungane na mwanaspoti Yoshua Makori tujuze mengi zaidi. Yoshua Makori, wapo na nipata, basi hebu tuarifu kikamilifu kuhusiana na mchuano huo. Safi na konto kabisa wa kesho leo hii kwa eneo siku ya 3 umekwisha kusema ni kwamba kikubwa na cha mno ambacho kinatawala hapa katika uwanja huu wa chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu ni riadha, na riadha inapendwa sana ulimwenguni mzima, na ikiwa kwamba Kenya mara nyingi inatambulika katika mataifa yote ya ulimwengu kwa sababu ya riadha, na tayari nimeisha kuyatia kwenye mboni zangu matokeo ya mbio za mita 1500 na Niamege na pia tema angani moja kwa moja upande wa mabinti. Alihitaji muda dakika 4 na sekunde 15.6. Huyu ni Faith Chebet, anatokea katika eneo la bonde la Ufa, akiandika ushindi na kuibuka kidedea. Huyu Faith ni somo wake Faith Kipyegon Chepngetich, huyu ambaye amekuwa kitesa kweli kweli, anashikilia rekodi mbili za ulimwengu, mita 1500 na maili 1, na awali alikuwa anashikilia mita 1500 lakini kakuja ikavunjwa, lakini pia yeye ni bingwa mara 3 Olimpiki. Sasa huyu Faith mdogo anasema anataka kufuata nyayo zake Faith Kipyegon na siku moja aipeperushe bendera ya Jamhuri ya Kenya katika mashindano mbalimbali ima ya ulimwengu ama ya Olimpiki, ndo mambo ya kuwe sambamba kabisa. Alifuatiwa katika nafasi ya pili na Dorika Isoe ambaye pia anatokea maeneo ya Nyanza, akitumia muda dakika 4 na sekunde 17.7 kuwa nafasi hiyo ya pili. Masi Chepngeno wa bonde la Ufa naye alikuwa tu amehitaji muda dakika 4 na sekunde 28.7 kumaliza katika nafasi ya 3. Nafasi ya 3 mara nyingi ni nishani ukipenda medali ya shaba. Hapo ni kwa kina dada, mita 1500 upande wa wanaume, lakini hapa naomba waite wavulana. Alihitaji muda dakika 3 na sekunde 45.4 kung'aa. Huyu ni Ibrahim Kipruto, anawakilisha eneo la kati mwa Kenya ukipenda Central. Nafasi ya pili alitamba nayo Wilson Chepkwechi wa bonde la Ufa, akitumia muda dakika 3 na sekunde 46.1. Nafasi ya 3 akaikamata kweli kweli Ezekiel Kipkorir wa bonde la Ufa, pia alitumia muda dakika 3 na sekunde 48.6 kung'aa katika hiyo nafasi ya medali, ikiwa ni ya 3 medali ya shaba. Tuiweke pembeni riadha hiyo, alafu tuje katika swala muhimu ambapo leo hii waziri wa elimu, nusura nimuite waziri wa michezo manake michezo ndio iko ndani sana, Simvuria, huyo ni Julius Ogamba, amefika hapa leo katika siku ya 3, akazuru maeneo tofauti kabisa, manake pia katika shimo la Tewa shule ya upili alikwenda pale akaangalia mambo mawili matatu. Michuano ya makundi inaendelea kutamatika leo hii kabla kupisha hatua muhimu ya nusu finali hapo kesho. Nikamwahi papa hapa Shanzu awali, nikasema naye tusikie alisema nini. Sports is not going to be one of those things that was being done as a by the way. It's mainstreamed, and now we are really focusing on it. We will ensure that as a ministry we provide the necessary infrastructure, the necessary facilities in the schools, starting from the counties, the sub-counties, all the way to the regional level, so that the children the learners can compete fairly, having participated from the lower levels. This year as well, we've mainstreamed the students with special needs, and they are also participating in this program together with the rest of the students. Waziri Ogamba huyu akitema madini yake angani kutoka hapa Shanzu, na ni kwamba tumefuta siku 3, sasa bado siku 2 ndio tuhitimishe siku 5, ambapo kesho ndio itakuwa siku ya nusu finali kabla kuipisha finali kubwa kabisa siku ya Jumamosi, hatua ya funga kazi wenzetu. Na ni kwamba finali itakuwa nzito zaidi, manake mabingwa watetezi takriban wote katika michezo mbalimbali, imani handiboli, basketball, magongo wako ndani ya nusu finali. Kwa hiyo tusubiri tuone mambo atakwendaje, na wadhamini wakubwa ambao ni kampuni ya maziwa ya Brookside wanafanikisha mambo. Kitita kinono zaidi walimega hapa shilingi milioni 30 kufanikisha mambo, kila kitu kiko kwenye ubora wake. Yoshua Makori, mwanaspoti, sina la mno, sina la ziada, sina la msalia mtume kutoka hapo uwanja wa chuo cha mafunzo wa walimu cha Shanzu ndani ya kaunti 001, na mpokeza kijiti wa kesho kule studio, kaunti ya mwisho kabisa katika orodha namba 47 wa kesho. Shukran za dhati Yoshua Makori, bila shaka hiyo kesho basi tutakuwepo hapa studioni kumpasha kikamilifu mwanaspoti kuhusiana na yote yanayochipuka kuhusiana na michuano hiyo.